Majina naitwa Silinde Gumada, wakili wa serikali, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ambaye ni mratibu wa hizi kliniki za kisheria pamoja na kamati. Tupo hapa uwanja wa Tangamano mkoani Tanga au jijini Tanga. Tunaendelea kuwahudumia wananchi mbalimbali wenye migogoro ya madai, migogoro ya ajira, migogoro ya ardhi, migogoro ya ndoa, lakini pia na migogoro aina mbalimbali inayohusu masuala ya kisheria. Nipo na ndugu wawili ambaye ni ndugu Charles Davis pamoja na mzee Mkonzi Omali. Walikuwa na mgogoro wa mirathi toka 2003 unaohusu nyumba iliyopo Nguvumali block B plot namba 656. Ilikuwa mali ya marehemu Amina Salum. Mgogoro huu umedumu kwa miaka mingi. Hawa ndugu walikuwa wote wasimamizi wa mirathi. Mmoja aliteuliwa na mahakama 2022 na mwingine 2023. Na ukatokea mtafaruko kwa sababu hapakuwa na mrithi wa moja kwa moja upande wa Amina Salum. Hawa ni ndugu. Baada ya hapo 2023 nyumba hii iliuzwa kwa ndugu Anthony Adam Masi. Sasa upande wa pili upande mmoja wanufaika wakapata 9, lakini upande wa pili wakawa hawajapata yale mafao kulingana na ile mirathi, kwa maana kwamba zile zilizotokana na kuuzwa. Baada ya kufika hapa, amefika juzi, tumeendelea na kutatua mgogoro na mawakili. Jana pia tumeendelea na mpaka leo tumefikia hitimisho na mgogoro huu amekubaliana malipo, na mpaka sasa hivi hapa tunaenda amekabidhiwa fedha, malipo halali, kwa maana kwamba mgogoro huu tumeuhitimisha. Hivyo basi tunaendelea kutoa wito kwa wananchi wa Tanga. Tumebakiza siku 2, tunawakaribisha sana waendelee kuja maeneo haya ili wenye changamoto mbalimbali za migogoro ya kisheria tuweze kuwasikiliza na kutatua migogoro yao ili waweze kuendelea na shughuli za uzalishaji katika mkoa huu wa Tanga. Asanteni sana, na kama unavyoona ndugu Mkonzi amekabidhiwa fedha taslimu kwa ajili wanufaika 9 ambao kwa upande wa pili ambao hawajapata. Kwa ujumla milioni 2.5 kwa ujumla wanufaika ambao wananufaika na hiki kiasi wako 9 kwa upande wa pili, kwa maana mgogoro huu ulihusisha wanufaika 18 kwa maana pande zote mbili, kwa kila mmoja aliyeteuliwa na mahakama katika kusimamia mirathi ya marehemu Amina Salum. Asanteni sana. Asante sana. Kwa jina naitwa Mkozi Omari Mkozi, mkazi wa Nguvumali A. Nilikuwa na mgogoro wa nyumba ploti namba 656 block B Nguvumali A. Nashukuru mgogoro huu ulikuwa muda mrefu. Mimi kati ya mimi na David Mkande. Kibahati nzuri nashukuru wahusika wote wamesimamia changamoto yote hii, tumemaliza. Amenipa fidia shilingi milioni 2, bado 500,000. Ameahidi tarehe 30 atamalizia. Kwa hiyo mimi natoa shukurani na waombea kila laheri, wazidi kuendelea na majukumu yetu. Kuna zangu nyingi sana, kwanza kwa Rais Samia kwa kuteua watu kama hawa, viongozi kama hawa kuja kututetea sisi wanyonge. Kwa hiyo na mwanasheria mkuu pia tunapongeza sana. Asanteni sana. Mimi naitwa Anthony Adabu Masi. Ninashukuru sana kwa huu mgogoro umeisha, kwa sababu kama usingeishia hapa tungeendelea tukipoteza gharama kubwa kwenda mahakamani na sehemu mbalimbali na kupoteza muda. Kwa hiyo nashukuru sana mwanasheria mkuu wa serikali na serikali yenyewe. Nashukuru sana kwa ajili ya kusimamia swala hili na limeisha. Nashukuru sana na Mungu awabariki. Nashukuru sana kwa kweli, nashukuru sana. Mimi nashukuru sana. Namshukuru sana Rais. Mimi Davis Charles Mkande nashukuru mgogoro umekwisha, kwa sababu ulikuwa unanipotezea muda shughuli zangu za kufanya kazi. Lakini pia nashukuru mzee Masi amepata haki yake. Nashukuru na bwana Mkozi tumeshaelewana ili mzee Masi aweze kuendelea na shughuli zake, maana mambo ya kesi yanavuruga shughuli. Kwa hiyo taasiwa Tanzania wengine, hii huduma tunaoipata tuleletewa na serikali, watu wajitahidi watoke nao wapate huduma hii.
Asanteni sana. Namshukuru Rais pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali kwa kutuletea huduma hii. Mungu awabariki.